الرحمن الرحيم. تفسير سورة النساء بين يدي السورة وتمويزي. سورة النساء إحدى السور المدنية الطويلة. سورة النساء ni moja ya sura zilizoteremka Madina zilizo ndefu. Wahia na Suratul Nisa sura malia bil ahkam ash-shar'iyya, ni sura iliyojaa hukumu za kisheria التي تنظم الشؤون الداخلية والخارجية للمسلمين, ambazo zinazoratibu mambo ya ndani na ya nje kwa Waislamu. Wahia Suratul Nisa tuna bijanib at-tashri', imetia uzito mkubwa wa kuangalia upande wa sheria, kama huwa alhalu fi suwar almadaniya, kama hivyo ndivyo zilivyo hali ya sura zilizoteremka Madina. Sehemu kubwa zinashughulikia mambo ya sheria. Waqad tahaddathat as-suratu al-karima, na sura tukufu imezungumzia an umuri hamma, kuhusu mambo yaliyo muhimu sana, تتعلق بالمرأة والبيت والأسرة والدولة والمجتمع, zinazohusiana na mwanamke, zinazohusiana na utaratibu wa nyumba, zinazohusiana na utaratibu wa familia, zinazohusiana na utaratibu wa dola, pia jamii. Walakina mu'dham al-ahkam, lakini sehemu kubwa ya hukumu allati waradat fiha, ambazo zilizokuja katika surati Nisa, kanat tabhath haula mawdu'i nisa, zilikuwa za tafiti kuhusu hali za wanawake. Walihadhihi, na kwa vile sehemu kubwa ya sura hii, walihadha, na kwa sababu hii ya kuwa sehemu kubwa ilikuwa inatafuta na kuratibu masuala ya wanawake, sumiyati Suratan Nisa, iliitwa Suratul Nisa. Tahaddathat as-suratul karima, sura tukufu imezungumzia an huquqi nisai wal aitam, haki za wanawake na haki za watoto yatima. Wa bi khassa al-yatimat, na hasa mayatima wanawake, wasichana, fi hujuri al-awliya wal awsiya, wakiwa katika usimamizi, wakiwa katika malezi
ya wanaowalea na kuwasimamia, lakini pia katika usimamizi na malezi ya waliopewa wasia kuwatunza wasichana hao. Kwa kuzingatia hayo, faqarrarat huquqahun, sura hii ikaziweka na kuzithibitisha haki za wasichana fil mirath wal kasb wal zawaj, haki zao katika mirathi, haki zao katika uchumi, lakini pia na katika ndoa. Kwa misingi hiyo, sura hii wastanqadhathun, ikawaokoa wasichana min asfi aljahiliya, kutoka katika ule ukatili wa kabla ya Uislamu, wa taqalidiha dhalima, na maigizo yake yenye dhulma, almuhina, yenye kudhoofisha na kudharaulisha. Wata'arradat limaudhui almar'a, lakini pia sura imezungumzia maudhui ya mwanamke. Kwa hiyo utaikuta fasanati karamataha, sura hii imeilinda na kuipa hadhi heshima ya mwanamke. Wa hafadhati kianaha, sura hii imetunza na kulinda uwepo wa mwanamke. Wadati ila insafiha, sura imetoa wito wa kumfanyia uadilifu mwanamke, kumfanyia uadilifu bi'itaiha huquqaha, kwa kumpa haki zake, allati faradaha Allahu ta'ala laha, ambazo Allah amemwekea na amempa. Na haki hizo kalmahri, kama vile mahari, walmirath, mirathi, wa ihsani al-ishra, na maisha mazuri. Kama ta'arradat bitafsil, sura hii pia kama ilivyozungumzia tena kwa mchanganuo, ila ahkam almawarith, hukumu za mirathi, ala alwajhi daqiq, kwa sura makini kabisa, aladil, ya uadilifu, alladhi, sura ambayo yakfulu aladala, inayolinda na kuupa kinga uadilifu, wa yuhaqiqu almusawa, na inathibitisha usawa. Watahaddathat an almuharramat, lakini pia sura imezungumzia wale waliokuwa haramu kuwaoa, minan nisai, katika wanawake, bin nasab, uharamu wa kuzawa, waradha, uharamu wa kunyonya, walmusahara, na uharamu wa ukwe. Watanawalat suratul karima, lakini sura tukufu pia imeelezea na kuzungumzia tanzima alalaqati zawjiyya, uratibu wa uhusiano wa ndoa,
Wabayanat, sura ikaweka wazi, annaha, uhusiano wa ndoa, laisat alaqata jasadin, si uhusiano wa mwili midhali wanakutana basi, wa innama alaqa insaniya, bali ni uhusiano wa kibinadamu. Wa anna almahra, na kwamba mahari aitoayo mume, laisa ajran, si malipo na mshahara wa huyu mke anayemtumia, wala thamana, na wala si thamani yake kwamba ndo kisha mnunua. Wa inama huwa, bali si vingine, mahari ataun yuthiqul mahabba, ni utoaji unaoimarisha mapenzi.